Sasa kuna vikundi ambavyo vinataka maoni yao ndio yasikike, na hii unaiona dhahiri kwenye mitandao ya kijamii. Mtu akijitokeza akitoa maoni yake anashambuliwa kama nyuki. Nadhani hiyo sio afya katika hatua ambayo tunakwenda. Tunataka tuwe na soko la mawazo. Kila mtu anatoa mawazo yanashindana. Mtu ambaye hukubaliani na mawazo yake unamsikiliza, na wewe unatoa maoni yako na mawazo yako. Lakini tabia ya kuzima mawazo ya wengine, sisi wengine baada ya taarifa kutoka tumepokea simu za matusi zaidi ya 300. Kwa sababu kuna mtu hataki maoni yetu yaliyopatikana kwa njia ya methodolojia ambayo tumeonyesha yasijulikane kwa Watanzania. Nadhani hilo ni jambo ni la hatari sana. Unaposema wewe ni muumini wa demokrasia, wa haki za binadamu, kuwa tayari kusikiliza maoni na mawazo ambayo wewe hupendi kuyasikiliza. Huyu hapa anajulikana kama Ibrahim Hamis Juma, ni mjumbe wa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29, tume ambayo ilitengenezwa na Rais Samia Suluhu Hassan, ambayo ilikuwa inaongozwa na Jaji Chanda, ambaye ametoa ripoti yake takriban kama ilikuwa ni wiki jana, niseme hivyo. Sasa ni ripoti ambayo imeweza kupokelewa kwa hisia tofauti sana na Watanzania, na wengi wameonekana kuiponda sana tume hii, kusema kwamba taarifa walizozitoa zilikuwa sio sahihi na zilikuwa ni taarifa ambazo zimeitetea na kuficha ukweli wa kilichofanyika mwaka jana kwenye matukio ya Oktoba 29. Sasa hapa katika kikao ambacho kilikuwa kimefanyika na tume hiyo, huyu Ibrahim Hamis ambaye ni mjumbe wa tume hiyo amesema kwamba Watanzania inabidi wafikie mahali wajifunze pia kupokea maoni ya watu wengine. Hapa akiwa anapigia mfano wa Watanzania ambao wameipinga tume hii na kupinga ripoti ambayo imetolewa na tume hii. Anasema kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawapendi kusikia maoni ya watu wengine, wanataka maoni yao ndio yasikizwe tu. Anasema kwamba wengi ambao hawakukubaliana na maoni yao walikataa kwa njia ambayo sio sahihi. Anasema kwamba kama wewe kweli ni muumini wa demokrasia, inabidi ujifunze kusikiliza maoni ya watu wengine. Hapa anasema kwamba amepokea jumbe nyingi na simu zaidi ya 300 na zote zilikuwa ni za matusi. Sasa hapa akawa anataja baadhi ya watu ambao walimtumia ama walimpigia simu za matusi kwa kutaka, yani kama njia ya kumpinga na kupinga maoni ya tume kiujumla kuhusiana na matukio ya Oktoba 29. Nataka pia unipe maoni yako kama unaamini kabisa kwamba matukio ya Oktoba 29 yaliyofanyika kiuhalisia na ripoti ambayo ilitolewa na tume ya Jaji Chande ni vitu vile tofauti, ama wewe ni muumini wa matukio ama muumini wa ripoti hapo, kubali kwamba kwa walichokisema ni kitu ambacho kipo sahihi kabisa. Nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.